Yes, ni time ya kupeana update mtu wangu. Cha kufanya tu subscribe channel hii ili kila taarifa ambayo sisi tadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo pindi tu sisi tutakapodondosha humu ndani, na taarifa hiyo unaipata kwa kusubscribe channel hii. Ukisha subscribe channel hii utakuwa umejisajili ama umejiunga moja kwa moja. Ukiwasha tu data, basi notification ya taarifa zetu, hususan masuala ya usajili kuelekea dirisha dogo la usajili ambalo lipo wazi kwa sasa, utakuwa wa kwanza kupata taarifa hiyo. Usajili wa Simba, usajili wa Yanga. Simba watashusha nyota kama 4 hivi katika dirisha dogo la usajili. Yanga pia watafanya hivyo hivyo. Ili usipitwe na taarifa hii, gusa neno subscribe alafu kamka wakula. Ukisha subscribe mtu wangu, kila taarifa ya usajili wa Simba, usajili wa Yanga ambao sisi tadondosha humu ndani, utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo, kwa sababu sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu, usajili wa dirisha dogo. Hapa ndipo mahala pake na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Bana, leo kuna taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba. Mabosi wa klabu ya Simba wapo pale nchini Morocco kutafuta nyota ama kutafuta wachezaji ambao watakwenda kuwa sajili katika dirisha dogo la usajili. Wachezaji hao ni kwa mujibu wa zile timu ambazo hazishiriki michuano ya CAF, yani upande wa shirikisho na upande wa klabu bingwa. Hivyo kikosi kile ama ile kamati ya usajili ya klabu ya Simba iko pale nchini Morocco kutafuta nyota ambao watakwenda kuwa saini katika dirisha dogo la usajili. Kumbuka Simba wanahitaji golikipa, wanahitaji beki wakati pamoja na mshambuliaji wakati namba 9. Hivyo jopo la uongozi wa klabu ya Simba hususan kamati ile ya utendaji, kamati ya usajili iko pale nchini Morocco kufuatilia michuano hii ya AFCON ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Kumbuka timu ya taifa pia iko pale nchini Morocco. Hivyo viongozi wa Simba, kamati ya usajili kutoka katika ile bodi ya wakurugenzi wako pale nchini Morocco wakisaka maingizo mapya ama wakisaka nyota ambao watakwenda kuwasajili katika dirisha dogo la usajili. Simba wameamua kutumia michuano ya AFCON ili kuweza kupata nyota wenye ubora mkubwa ambao watawasajili kuelekea dirisha dogo la usajili ama dirisha kubwa la usajili kutokana na makubaliano ama na matakwa ya klabu kwa sasa. Kama nilivyokuambia, Simba wanahitaji golikipa mwingine kutokana na golikipa namba 1 wa klabu hiyo Musa Pimpin Kamara kuwa nje ya majeraha. Atarejea mwezi Januari mwishoni ama mwezi wa pili mwanzoni mwakani 2026. Na Yakubu Selemani golikipa namba 2 naye pia ana majeraha, hivyo atakaa nje ya kikosi cha Simba. Hivyo Simba wameona waingie sokoni kutafuta nyota, na ndio maana viongozi ndani ya bodi ya wakurugenzi ndani ya klabu ya Simba wapo pale nchini Morocco wakiangazia michuano hii ya AFCON kupata nyota ambao watakwenda kuwasaini na kuwaleta ndani kikosi chao cha klabu ya Simba katika hii dirisha dogo la usajili na dirisha kubwa la usajili. Na ndio maana viongozi wa Simba wako pale nchini Morocco. Moja kati ya maingizo mapya ambayo Simba wanakwenda kufanya ni golikipa, beki wakati pamoja na mshambuliaji, yani namba 9. Steve Dese Mkwala ndani ya klabu ya Simba mkataba wake unakwenda ukingoni, huenda akaachwa, na ndio maana viongozi wa Simba wako pale nchini Morocco kutafuta namba 9 mwingine ama mshambuliaji wakati mwingine ambaye atakuja kuleta mapinduzi ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba katika eneo la ushambuliaji ndani ya klabu hiyo, ambapo yupo Jonathan Soa, Selemani Mwalimu pamoja na Steve Dese Mkwala ambao mkataba wake unakwenda ukingoni, na mpaka sasa hakuna mazungumzo yoyote ya kurenew mkataba kati ya Steve Dese Mkwala pamoja na klabu ya Simba, huku taarifa zikivuma kwamba Steve Dese Mkwala anaondoka kuelekea kunako klabu ya Raja Casablanca pale nchini Morocco ambayo inafundishwa na Fadlu Davis kwa sasa, na Fadlu Davis alikuwa ni kocha wa Simba msimu uliomalizika. Hivyo huenda Steve Dese Mkwala akalekea kunako klabu ya Raja Casablanca pale nchini Morocco, sambamba na Jean Charles Ahoua naye pia mkataba unakwenda ukingoni.
mpaka sasa hakuna makubaliano yoyote ya kurenew mkataba. Huenda Steve Desem Mkwala pamoja na Ahua wakaondoka ndani ya klabu ya Simba kuelekea dirisha dogo la usajili, na ndio maana mabosi wa Simba wanahaha kutafuta replacement ama mbadala wa wachezaji hao wawili, namba 9 na namba 10 ndani ya klabu ya Simba. Ni hao tu mtu wangu, usisahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa zetu zote, hususan masuala ya usajili, ambapo dirisha dogo la usajili kwa sasa lipo wazi. Cha kufanya gusa neno subscribe, alafu kama mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hiyo, kwa sababu tu utakuwa umeshagusa neno subscribe. Ukisha subscribe, ukiwasha tu data, basi notification ya taarifa mpya hususan masuala ya usajili itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, na wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hiyo, kwa sababu tu utakuwa umegusa neno subscribe. Hivyo subscribe kwa sasa ili uwe wa kwanza kuzipata zile taarifa zote za usajili. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu. Usajili wa dirisha dogo, hapa ndipo mahala pake. Usajili wa dirisha kubwa lijalo, hapa ndipo mahala pake. Ama taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea hivi sasa utazipata hapa. Matokeo, masuala ya usajili, habari zozote, kikubwa ni habari za michezo, basi hapa ndipo mahala pake. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu, ambapo yanaendelea katika dirisha dogo la usajili, na taarifa nyingine ambazo ziko nje ya masuala ya usajili, basi zote hizo utazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu zote, hususan masuala ya usajili.